Simba Lunyasi. Kwa kifupi bwana, Simba amejipata. Simba anafuzu katika hatua ya nusu finali ya michuano ya CRDB Federation Cup baada ya kumfunga TRA goli 4-0. Ramadhani Chobwedo, mapaka wote wametua mfukoni. Simba anatinga hatua ya nusu finali ambapo atacheza dhidi ya Coastal Union. Bwana, moja kitu ambacho Simba siku hizi wanakifanya katika mechi yoyote, kwanza wanajitahidi katika zile dakika 10 za kwanza wao wameshafunga goli. Kama mechi ya leo, dakika ya 6, Cletus Chota Chama kwa mara nyingine tena anafunga goli. Simba anaongoza 1-0, na wakisha kufunga 1-0 unakuwa huna option. Yani plani yako kama ilikuwa wewe ni kupaki basi, utakuwa hauna hiyo plan tena, utaenda mbele, na unavyoenda mbele of course utaacha space nyuma. Ukishaacha space nyuma, kule kuna Elim Panzo, kuna Anicet Ora, kuna Libasa Geye, lazima atatumia hizo space. Dakika 26 wanafunga goli la pili, Anicet Ora 2-0. Kipindi cha pili mechi inaendelea, Simba wanashinda goli zingine 2-4. Moja kitu ambacho unaweza kukiona katika safu ya ushambuliaji wa Simba ni kwamba wanaweza kukufunga katika moments zozote zile. Wanaweza kukufunga kwamba kwa set pieces, kwa open play, wanaweza kukufunga kwa transition. Kwa hiyo zile moments zote za ufungaji wanazitumia. Kwa hiyo ni kitu ambacho mwalimu Steve Barker ameweza kukidevelop, na kitu kingine ambacho of course mwalimu Steve Barker ambacho mimi naweza nikamsifu amekidevelop ni kwa develop wachezaji. Kwa sababu moja ya kazi ya kocha, ukiachana na performance na results, moja ya kazi ya kocha ni kudevelop wachezaji, yani mmoja mmoja. Yani tulivyoona kama kwa Pep Guardiola alivyodevelop yule Nick O'Leary, kwa kina Foden, kina Kimmich. Kwa hiyo moja ya kazi ya Steve Barker ambaye anaifanya vizuri katika klabu ya Simba, kitu ambacho mimi namsifu ni kudevelop wachezaji. Kwa mfano, mchezaji kama Duchu, moja ya kitu ambacho kwa kinamsumbua ni jinsi ya kuconnect na wachezaji wake, wachezaji wenzake wa mbele. Kwa maana kwamba timu inavyokuwa na mpira siku zote fullback, wewe unakuwa ni mshambuliaji, yani timu inavyoenda mbele. Sawa. Kwa hiyo kama winga wako ataingia ndani, anakuwa inside midfield, wewe utakuwa winger, wide winger. Kwa hiyo una connect vipi na wachezaji wenzako katika safu ya ushambuliaji? Iko kitu tumekiona leo. Duchu ametoa assist 2 katika kipindi cha pili. Kwa hiyo ameweza kumdevelop Duchu kuweza kuconnect na wachezaji wa mbele na kuweza kutoa assist 2, na leo amekuwa man of the match. Kitu kingine kwa Selemani Mwalimu, of course Selemani Mwalimu amekuwa akipokea criticism nyingi sana kwa sababu timu ilikuwa inamtegemea kwamba yeye ndo striker pale, yani timu inamlisha ili aweze kufunga magoli, lakini Steve Barker ameliona hilo. Sasa katika hizi mechi za hivi karibuni ameanza kumweka bench, anampunguzia muda wa kucheza, anaingia timu ikiwa tayari ishaongoza goli 2, anaingia anafunga goli, kwa hiyo inamrudishia confidence. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unaweza kaona Steve Barker ameweza kukiweka, yani kumsaidia mchezaji kama Selemani Mwalimu. Anaingia anapata minutes chache, lakini anaperform kama mechi iliyopita dhidi ya Mashujaa na mechi ya leo dhidi ya TRA. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha muhimu sana kwa mchezaji, kwa sababu mchezaji anavyo lose confidence pale, hata ile talent yake unaweza kuiona sio nzuri, lakini Steve Barker ameweza kukifanya kwa kitu. Na mchezaji mwingine ni bwana mdogo Bashiri Kibaila. Huyu dogo mimi nimekuwa namuona mara nyingi sana, kila akiingia kama na mapepe hivi, lakini unaona kila akiingia anapata nafasi ya kufunga, hafungi, yani anakaa kwenye space nzuri. Kwa hiyo kitu kizuri kwamba mwalimu Steve Barker amekuwa anampa minutes chache, lakini kama leo amezidisha minutes za dogo kucheza, ameingia ameweza kufunga. Kwa hiyo nadhani ni goli lake la kwanza Simba. Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho anaweza kuwasaidia wachezaji kudevelop, kama Bashiri Kibaila amefunga goli lake la kwanza Simba. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kizuri sana kwa mwalimu Steve Barker, ukiachana na performance na result. Kazi nyingine ya coach ni kudevelop wachezaji mmoja mmoja. Ndio kitu ambacho mimi nimekiona kwa kocha Steve Barker, na ni moja usajili bora kabisa wa Simba, kocha Steve Barker. Kwa hiyo mechi ijayo ya nusu finali Simba anacheza dhidi ya Coastal Union, na kwa namna Simba alivyocheza leo na Coastal Union alivyocheza jana, na tukiweka kwenye mizani, Simba of course anaingia kwenye hiyo mechi akiwa favorite kwamba break ni finali ambapo atakutana na Yanga au Azam FC.